Mpenzi mtazamaji wa Captain Nyota TV pamoja na Sauti Cast Tizo Media, karibu sana, na hapa tulipo ni maeneo ya Sunlight Cobra, ambapo hapa kuna msiba ambao umeweza kutokea asubuhi ya leo, ikiwa ni TikToker mkubwa Digda ameweza kutuacha asubuhi ya leo, na tumeweza kufika hapa ili tuweze kujumuika na familia, tuweze kuomboleza pamoja, na pia tuweze kupata mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kiliweza kumkuta, nini ambacho kilipelekea umauti wa TikToker huyu mkubwa na mfanyabiashara pia hapa mjini Mombasa. Unajua kwamba anauza chakula maeneo haya Mombasa, na amekuwa kiuziwa waheshimiwa wengi kina Machele. Tumeweza kumuona pia na waheshimiwa kama Abdul Swamad mara kadhaa, pia Ali Hassan Joho waziri yule, lakini bahati mbaya ndio hivyo, hatuko naye tena, ameweza kutuacha. Lakini mpaka mtazamaji, kama unavyoona, sisi hatukuletei picha angavu za moja kwa moja za eneo hili kwa sababu ya mazingira ambayo yapo, na kutokana na familia kutaka faraga, imebidi tuweze kufanya maongezi haya nje kidogo na eneo ambalo mwili wa ndugu yetu Digda umeweza kuwekwa. Lakini ni kwamba kinachoendelea sasa ni kwamba ameweza kutolewa katika makafani, ameweza kutolewa katika hospitali ya Coast General, na sasa yupo maeneo ya Sunlight Cobra. Lakini baadaye mwendo wa saa 10 atakuwa anazikwa kule makaburi ya Kikowani, ambapo ni kule mjini. Kwa hiyo wale ambao wana habari, wanatafuta labda kujua labda atazikwa wapi, ni kwamba atazikwa maeneo ya Kikowani. Lakini tumeweza kuzungumza na baadhi ya watu ambao wametuelezea kwamba kulikuwa na habari kwamba eti asubuhi ya leo alikuwa live kwa TikTok kabla ya kupata umauti wake, lakini tumeweza kuambiwa kwamba taarifa hizo ni za uongo, si za kweli, kwamba Digda hajakuwa ama hakuwa live TikTok asubuhi ya leo kabla ya umauti wake kukuta. Lakini pia tumeweza kuambiwa ni kwamba ni hivi majuzi tu alikuwa katika ofisi za Mheshimiwa Machele, na anasemekana alikuwa mchangamfu kabisa, aliweza kuwa na mitani yake kama kawaida na wafanyikazi wa pale na vitu vingine kama hivyo. Kwa mpenzi mtazamaji, ni taarifa ambazo zimeweza kushtua wengi, lakini kutokana na mazingira ambayo yako hapa na umati mkubwa, ni kwamba hatuwezi kuletea picha za moja kwa moja, maana pia familia imeweza kuomba iweze kupewa faraga, kutokana ni kitu ambacho kimeweza kuwashtua. Kwa hiyo sisi kama wanahabari hatuwezi kuletea picha za moja kwa moja za tukio lenyewe, lakini tuko maeneo haya kama tunavyoongea, mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo sisi wapo kuna chochote ambacho kinaendelea, mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunakuletea, tutakuwa tunakujulisha hapa, lakini kwa sasa ni kwamba tunavyozungumza tuko maeneo ya Sunlight, eneo ni la Cobra, ambapo dada yetu ama mpendwa wetu Digda ameweza kutuacha asubuhi ya leo. Lakini tunasubiria mwendo wa saa 10 ambapo tutakuwa tunatoka hapa na kuelekea maeneo ya Kikowani kule mjini, ambapo tutakuwa naweza kustiriwa maeneo yale. Mpenzi mtazamaji, siko peke yangu, niko na jamaa hapa anaitwa Captain Nyota, anaweza kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hapa. Yes, bana, mimi ni Captain Nyota, lakini pia kuna cha kuongeza kuhusiana na wale TikTokers wengine ambao pia wameweza kuchukua nafasi na kuposti katika mitandao yao ya kijamii kuweza kutuma salamu za rambirambi, azini kwamba kunao baadhi ambao walikuwa wanashirikiana nao katika kutengeneza maudhui mbalimbali. Mmoja wao ni Bekaruga, yeye ameposti bana pale TikTok akiwa ndani ya gari yake, lakini pia audio ambayo ilikuwa inacheza pale ni ya Digda mwenda zake, ambapo alikuwa anamsifia kipindi kile amefanya harusi, kumpongeza tu kwamba yani sio wale matajiri shangingi nini ambao walikuwa wanafanya tu harusi peke yao, lakini pia watu vijana wadogo ambao wanainukia na wanapambania ndoto zao na wanafanya harusi kubwa kubwa. Kwa hiyo ilikuwa inaelezea tu the way ambavyo wana appreciate watu kama kina Bekaruga, the way ambavyo wanajituma, wamefanya harusi bana za uhakika, vitu kama hivyo. Lakini pia nikukumbushe alichokizungumza hapa Kea Amani kwamba bana familia imeomba faraga, maana ya privacy, kwamba hawataki documentation ya maana ya video, yani content creators kushoot pale, familia kushoot the way ambavyo maandalizi yanaendelea kuandaliwa pale ya kumstiri mwenda zake Digda 001, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio update, lakini pia kunao mbali na Bekaruga ambao wameweza kuposti kupitia mitandao yao ya kijamii kutoa tu salamu za rambirambi na kupatiana pole kwa jamaa, ndugu, familia, marafiki wa mwenda zake, vitu kama hivyo. Digda pia anajulikana kama ni mtu ambaye alikuwa na karibu na wanasiasa wengi, na pia nimeweza kuona mwanasiasa ambaye ni mbunge wa Iyala Hassan Omar ameweza kuandika kwenye mtandao wake wa kijamii inna lillahi wa inna rajiun, akiweza kumposti pale. Kwa hiyo hao ni baadhi ya wale mapolitician ama wanasiasa ambao wameweza kutoa rambirambi zao kwa familia kwa hichi kifo ambacho kimeweza kutukumba mji wa Mombasa kwa sasa. Tuko na Tizo Media hapa, sio kama unaweza kusongea karibu, tuelezee pia labda taarifa hizi umezipokea ukiwa wapi, na labda kwa sasa labda tuelezee
labda unazungumzaje hicho ambacho kinaendelea? Naam, asante sana ndugu yangu wa South Coast Media na Captain Nyota TV. Mimi kusema tu kweli kwamba mimi nimesikitika sana habari hizi, japokuwa simjui Dida at a personal level, but namjua tu kupita mitandao. Kia habari za kifo chake tuseme tu zimesikitisha, yani za kusikitisha, unaona, kwa sababu hakuna habari za kifo ambazo zitakuwa njema hata siku moja, unaona. Lakini sasa nataka tu kuamini kwamba pia cha muhimu tumuombee tu Mwenyezi Mungu ailaze roho yake pema peponi. Wao tunasema kwamba mbele yake nyuma yetu, unaona, maana kwamba kila mtu siku zikifika kila mtu ataenda. Labda cha kuongezea ni kwamba niseme tu kweli kwamba watu wasiwe na ule kwamba watu wanaleta tu upendo wakati mtu ameenda. Upendo uonekane hata kwa mtu, yani mpe mtu maua yake akiwa hai. Na kabisa, yani kwa sababu tuko hapa Yange kabisa live katika boma lake ama katika mji wa tuseme nyumbani kwao. Tunaona kabisa Dida alikuwa ni mtu mpenda watu, kwa sababu watu wamejaa hapa, watu wamekuja hapa tuseme kumpa heshima zake za mwisho. So na vile vile pia tuseme tu kwamba alikuwa tu mtu mzuri tuseme. Na alikuwa tu mtu mzuri, so sisi tunamwombea tu Mungu alaze roho yake pema peponi na pole kwa familia. Hivyo ndio naweza ongea. Sasa mpenzi mtazamaji, sisi tuko hapa na tutakuwa, iwapo kuna lolote ambalo litakuwa linaweza kujitokeza, kama tutaruhusiwa kuweza kuchukua picha angavu, pia tutakuwa tunazileta moja kwa moja, lakini kwa sasa ni kwamba hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu ya familia yenyewe, na sisi tunaheshimu familia na pia tunaheshimu kwa sababu ni kipindi ambacho wanataka kuomboleza kwa faraga. Kwa hiyo sisi hatuna budi ila kusema ni asante mpenzi mtazamaji, lakini iwapo kutakuwa kuna la ziada tutakuwa tunaweza kuletea ama tutakuwa tunaweza kujulisha moja kwa moja hapa ndani ya Tizo Media, Captain Nyota TV pamoja na Sauti Kasi mpenzi mtazamaji. Kwa sasa sisi acha tuendelee kuomboleza na familia kwa sasa.